Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru sana. Asante kwa ajili ya wakati huu mzuri tena. Roho Mtakatifu, mwalimu mwema, tunatamani msaada wako. Tufundishe na tufafanulie yote ambayo Bwana umekusudia tuyasikie. Asante kwa ajili ya nguvu yako ya uzima ambayo itakwenda kupita ndani ya moyo wa kila mmoja anayesikia na kufuatilia. Na zaidi sana Bwana, utatusaidia kuyaishi mambo haya ili apate kuleta matokeo halisi kwenye maisha yetu. Nijalie mtumishi wako usemi, sina cha kusema na watu hawa, lakini wewe ndani yangu nayo mengi ya kuzungumza. Tuko tayari kusikia, tuko tayari kujengwa, tuko tayari kuimarishwa. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai tumeomba tukiamini, amen. Tunaendelea na sehemu ya 9 ya mfululizo wa somo letu linaloitwa namna ya kuinuka na kuangaza. Mfululizo wa sehemu yetu ya 9 ya somo ambalo tunaendelea nalo linaloitwa namna ya kuinuka na kuangaza. Na andiko letu la msingi limekuwa ni kitabu kile cha Isaya sura ile ya 60 na mstari ule wa kwanza. Isaya sura ile ya 60 ule wa kwanza. Biblia inasema hivi: ondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Naomba tusome wote. Ondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Tulipokuwa tunaanza katika mwanzo wa mfululizo wa somo hili, tuligundua ya kwamba ni shauku na nia ya Mungu kuona tunainuka katika kila eneo la maisha yetu na kuangaza. Mungu hafurahishwi kuona maisha ya watoto wake katika hali za rohoni na maisha ya mwilini yanabaki katika hali moja. Stagnation haijawahi kuwa mpango wa Mungu kwenye maisha ya watu wake. Mungu anatamani kuona tunakuwa. Mungu anatamani kuona tunaendelea. Mungu anatamani kuona tunaongezeka. Mungu anatamani kuona maisha yetu yanapokea badiliko na sura mpya kila siku. Lakini hiyo tu haitoshi. Ili tuweze kufika kwenye viwango hivyo, Mungu akaamua katika neno lake kueleza kanuni ambazo tukiziishi na kuzifanyia kazi zitatusaidia maisha yetu kuto kubaki kwenye hali moja, maisha yetu kupokea badiliko, maisha yetu kutoka hatua moja na kwenda hatua nyingine. Niliwaambia na nikasema na naomba nirudie tena, kuomba ni jambo zuri, kufunga ni jambo zuri, lakini maombi na mifungo pekee bila kuzijua kanuni za neno la Mungu hayawezi kubadilisha chochote kwenye maisha ya muamini. Kwa hiyo muombaji anayewekeza kwenye maombi na mifungo ni lazima awekeze pia kwenye kujifunza kanuni za neno zenye uwezo wa kubadilisha maisha yake. Kwa nini? Kwa sababu Mungu hujibu maombi yetu kwa kutujibu kupitia neno lake. Mungu anajibu maombi yetu kupitia neno lake. Kwa hiyo Mkristo yeyote anayewekeza katika kujiongezea ufahamu wa neno la Mungu anajiweka kwenye nafasi nzuri ya kupokea majibu ya maombi yake kutoka kwa Mungu. Sehemu fulani Biblia inasema kwenye Zaburi, wakamlilia Bwana katika dhiki zao, akawaponya na taabu zao. Alafu anasema ulituma neno lake na kuwaponya na kuwatoa katika maangamizo yao. Watu hawa waliomba, watu hawa waliliitia jina la Bwana. Mungu alipotaka kuwasaidia alilituma neno ili likabadilishe hali zao na maisha yao. Na tukaanza kuangalia kanuni za msingi au mambo ya kufanya ili Mkristo aweze kuinuka na kuangaza. Mambo ya kufanya au kuwa nayo ili Mkristo aweze kuinuka na kuangaza. Tuliangalia jambo la kwanza na tukaangalia jambo la pili. Leo natamani tukaangalie kanuni ya 3 au jambo la 3 ambalo tulianza nalo katika ibada ya Alhamisi iliyopita. Bwana yasifiwe. Jambo la 3, Mkristo anayetaka kuinuka na kuangaza lazima afanye kwenye maisha yake. Hakikisha unatumia vizuri kila nafasi ambayo Mungu anaileta kwenye maisha yako.
Hakikisha unatambua na kutumia vizuri kila nafasi ambayo Mungu anaileta kwenye maisha yako. Zileta nafasi kwenye maisha ya mwamini, huwa anaileta nafasi katika sura au muonekano zaidi ya mmoja. Kufahamu mambo haya yatakusaidia ili Mungu anapokutana na wewe uweze kujua kwamba ni majira na nyakati. Namba moja, Mungu anaweza akaileta nafasi katika sura ya mtu. Namba moja, nafasi katika sura ya mtu. Nafasi katika sura ya mtu. Naomba tuangalie kitabu kile cha Mambo ya Nyakati wa Kwanza 12. Mambo ya Nyakati wa Kwanza 12 mstari wa kwanza mpaka wa pili na mstari wa 21 mpaka mstari ule wa 22. Mambo ya Nyakati wa Kwanza 12 mstari wa kwanza mpaka wa pili na mstari wa 21 mpaka mstari ule wa 22. Biblia inasema, basi hawa ndio wale waliomjia Daudi huko Siklagi alipokuwa akijificha kwa ajili ya Sauli mwana wa Kishi, nao walikuwamo miongoni mwa wale mashujaa waliomsaidia vitani. Mstari wa pili, walikuwa wenye kupiga upinde, nao walikuwa hodari wa kutumia mkono wa kuume na wa kushoto, kwa kutupa mawe ya teo na kwa kupiga mishale ya upinde. Walikuwa wanduguze Sauli wa Benjamini. Mstari wa 21, wakamsaidia Daudi juu ya kile kikosi kilichomshambulia. Mwambie jirani yako, wakamsaidia Daudi juu ya kile kikosi kilichomshambulia. Anaendelea anasema, kwani walikuwa waume mashujaa wote, nao wakawa maakida jeshini, maana siku kwa siku mjia Daudi watu wa kumsaidia. Mwambie tena jirani yako, siku kwa siku walimjia Daudi watu wa kumsaidia. Alafu anasema hata wakapata kuwa jeshi kubwa kama jeshi la Mungu. Naomba unisikilize vizuri. Biblia inaeleza habari ya wakati ambapo mfalme Sauli anamtafuta Daudi ili amuue. Ameshaona ya kwamba Daudi anaanza kung'aa, watu wanaanza kumwelewa, anafanya vitu vikubwa kuliko uwezo wake. Biblia inasema ndipo mfalme Sauli akawa anayawinda maisha ya Daudi ili Mungu aweze kumsaidia Daudi. Akiwa anakimbia na kujificha, Mungu akatengeneza nafasi itakayoyalinda maisha yake na kumpeleka kwenye hatima yake. Nini Mungu alikifanya? Mungu akaanza kuinua watu waliomjia Daudi. Hawakuwa watu wa kawaida, walikuwa ni watu wa vita, watu wenye uwezo, watu waliobeba msaada wa Mungu juu ya hatima aliyonayo Daudi. Shida yako ni moja, kwenye maisha yako shetani anakuzuilia watu wa maana na anakupa watu ambao hawana msaada kwenye maisha yako. Ninakataa kuanzia leo Mungu akakuinulia watu waliobeba msaada wa Mungu juu ya kesho unayotakiwa kuifikia. Biblia inasema wakamjia Daudi siku kwa siku watu wa kumsaidia, wanaume wa vita ambao walipigana pamoja naye ili kuwashinda adui zake vitani. Walikuja kama watu, lakini walikuwa ni nafasi ya Mungu ya kuendelea kuinuka kwa Daudi na kutokufa mapema. Umeanza kuelewa sasa eh? Walikuja kama watu, lakini ni nafasi ambayo Mungu alimpa Daudi ili aweze kufika anakotakiwa kufika. Mungu anaweza akamleta mtu kwenye maisha yako kama nafasi ya wewe kufika unakotakiwa kwenda. Ni muhimu sana kuelewa haya mambo, kwa sababu usipojua ukweli huo unaweza ukawaacha watu wa maana kwa sababu ya mapungufu na madhaifu kidogo unayoyaona kwenye maisha yao, ukishindwa kuangalia neema na msaada wa Mungu ambao wamebeba ndani yao. Okay. Humjia Daudi siku kwa siku watu wa kumsaidia. Nimeandika hapa nikasema, Mungu anapotaka kutupa hatua bora zaidi hutukutanisha na watu ambao wamebeba majibu ya maombi yetu. Andika hilo jambo, litakusaidia. Mungu anapotaka kutupa hatua bora zaidi hutukutanisha na watu ambao wamebeba majibu na msaada na majibu ya Mungu ya maombi yetu. Mungu anapotaka kutupa hatua bora zaidi, Mungu anapotaka kutupa hatua bora zaidi
hutukutanisha na watu ambao wamebeba msaada na majibu ya maombi yetu kwa Mungu. Na watu hawa wanapoanza kuja kwenye maisha yetu, huwa kuna mabadiliko yanaanza kutokea, huwa kuna vitu vinaanza kufanyika, huwa kuna mambo uliochelewa unashangaa yanaanza kupokea kasi, huwa kuna vitu ulivyokuwa hujui nini cha kufanya unaanza kuona uwezekano wa yale mambo kutokea. Ni muhimu sana kuelewa hiyo. Naomba nikupe angalizo jingine. Wanaweza wakaja kama watu ambao wamebeba msaada wa Mungu juu ya maisha yako, wamebeba neema ya Mungu ya kukusaidia, lakini wana mapungufu na madhaifu ya kawaida ya kibinadamu. Mara nyingi tunapenda kuwahukumu watu kwa makosa yao na mapungufu yao na kushindwa kutambua na kuheshimu neema na msaada wa Mungu juu ya maisha yetu aliyowekeza ndani yao. Na ndiyo maana kwenye maisha, ukitaka kuishi na watu vizuri, wanaweza wakawa wana mapungufu yao, wanaweza wakawa wana madhaifu yao, lakini hakikisha haupotezi neema na msaada wa Mungu waliobeba ndani yao. Ni wanadamu, ni watu. Mimi nilimpenda mtu mmoja kwenye kitabu cha Yohana 9:25. Hebu tuangalie hapo. Yohana sura ya 9 na mstari ule wa 25. Biblia inasema hivi: basi yule mtu akajibu kwamba yeye ni mwenye dhambi sijui, najua neno moja, kuwa mimi nalikuwa kipofu na sasa naona. Yohana 9:25. Huyo mtu alikuwa ameponywa na Yesu katika tatizo alilokuwa nalo kwa miaka mingi. Biblia inasema alipoponywa, makuhani na Mafarisayo wakawa wanaenda kutafuta ukweli ya kwamba alikuponyaje ponyaje, na wanaanza kumuonyesha ya kwamba alikuponya kwenye siku ya Sabato, jambo ambalo uponyaji ulikuwa hauruhusiwi. Wakaanza kumwambia huyu ni mwenye dhambi, Yesu hajatoka kwa Mungu. Akamwambia, sikilizeni niwaambie, kama ni mwenye dhambi mimi sijui, kama hajatoka kwa Mungu mimi sijui. Mimi najua jambo moja, ujio wake kwenye maisha yangu umenipa hatua ambayo hapo kwanza sikuwa nayo. Nilikuwa ni kipofu, sasa ninaona. Njia rahisi ya kuishi na watu wenye madhaifu na mapungufu mengi ni kuangalia mambo ambayo unanufaika nayo kwenye maisha yao bila kujali madhaifu na mapungufu walionayo. Mengine yanatengenezeka. Inawezekana wapo kwenye mchakato wa kuwa watu bora zaidi, na inawezekana wakati wewe umekutana naye kwenye kazi na shughuli zako, hapa mwenzako anajiona amebadilika sana. Wangekueleza waliokutana naye miaka 5 iliyopita, ungemkataa wewe, usingesema sifanyi naye kazi huyo ofisi moja. Kuna watu Mungu anawaleta kwenye maisha kama nafasi. Tuangalie Waamuzi sura ya 17 mstari wa 7 mpaka wa 13. Waamuzi sura ile ya 17 mstari wa 7 mpaka mstari ule wa 13. Biblia inasema hivi: alikuwako mtu mmoja Hirimu aliyetoka Bethlehemu ya Yuda, wa jamaa ya Yuda, aliyekuwa ni Mlawi, naye akakaa huko hali ya ugeni. Mtu huyo akatoka katika huo mji katika Bethlehemu ya Yuda ili aende kukaa hali ya ugeni. Hapo atakapoona mahali, akafikiria nchi ya vilima vya Efraimu katika safari yake hata nyumba ya huyo Mika. Tutulie kidogo kabla tuendelee mstari wa 9. Biblia inasema kulikuwa na Mlawi mmoja, mtumishi wa madhabahuni. Huyu alisafiri na kufika katika sehemu ambayo ndugu mmoja aliyekuwa anaitwa Mika katika nchi ya vilima vya Efraimu alikuwa anaishi. Kwa hiyo yule Mlawi alipofika, Mika akampokea kwenye nyumba yake. Mika akamkaribisha kama mgeni. Mika akamkaribisha kama mtu mwingine. Mstari wa 9. Mika akamuuliza,
watoka wapi wewe? Akamwambia, mimi ni Mlawi wa Bethlehemu ya Yuda, nami naenda kukaa hali ya ugeni popote nitakapoona mahali. Huyu Mlawi anasafiri, anasema mimi sijui niendako, lakini popote ambako Mungu atanipa nafasi nitakaa na kuishi hapo. Mstari wa 10, Mika akamwambia, kaa pamoja nami, uwe kwangu baba tena kuhani, nami nitakupa fedha 10 kwa mwaka na nguo ya kuvaa na vyakula. Basi huyo Mlawi akaingia ndani. Huyo Mlawi aliridhika kukaa na mtu huyo, kisha huyo elimu akawa kwake kama wanawe mmojawapo. Sikiliza, yule Mlawi Mika akamwambia, ninaomba ukae kwangu, kwa kuwa wewe ni mtumishi wa Mungu, utakuwa kwangu kuhani. Ninajua kwenye maisha haya watu hawafanikiwi kwa uwezo na nguvu walionao. Ni lazima awe na kuhani ambaye anamwombea, ambaye anamfundisha, ambaye anamtaja kwenye maombi yake. Ni Wakristo wajinga tu wa siku hizi, hajulikani anasali kanisa gani, hajulikani mchungaji wake ni nani, hata hana mtu specific ambaye anaweza kumtaja kwenye maombi yako. Mwambie jirani yako, usiwe mmoja wapo. Vitu vya ajabu kabisa. Akamwambia, sikiliza, naomba ukae hapa nyumbani kwangu, utakuwa kwangu kuhani, utakuwa kwangu mchungaji, utanifundisha neno, nitatoa sadaka. Akamwambia, nitakupa sehemu ya 10 mwaka kwa mwaka. Akamwambia, nitakununulia mavazi, nitakuhudumia, utakuwa kwangu kuhani. Mika akamuona yule mtu ya kwamba si mtu wa kawaida. Ona mstari unaofuata, mstari wa 10. Mika akajua sasa, hata yakinishinda huko na mtu wa kumwambia aniombee na ataniombea. Alafu kuna wewe, hata mchungaji wa kanisa lako unalosali hakujui, na kama hakujui hata hakutajagi kwenye maombi yako. Wewe endelea tu kuwa unaingia kanisani na kutoka, alafu mchungaji hakuelewi. Utakuja kutuelewa baadaye. Mstari wa 10, Mika akamwambia, kaa pamoja nami. Mstari wa 11, huyo Mlawi aliridhika kukaa na mtu huyo, kisha huyo elimu akawa kwake kama wanawe mmojawapo. Kuna kitu nimegundua hapa. Inaonekana Mika alikuwa ni mtu mzima sana kuliko huyu mtumishi, na akamwambia, utakuwa kwangu kama mwana, nitaheshimu nafasi na neema ambayo Mungu ameiweka ndani yako. Mstari wa 12, basi Mika akamweka wakfu huyo Mlawi, huyo elimu, naye akawa kuhani wake, akakaa nyumbani mwa Mika. Ona mstari wa 13, ndipo Mika akasema, sasa najua ya kwamba Bwana atanitendea mema, kwa kuwa nina Mlawi kuwa kuhani wangu. Anasema, sasa najua Bwana atanibariki, sasa najua nitainuka. Huyu mtu amekuja kama mtu, lakini ni nafasi ya Mungu kunitoa hatua moja, kunipeleka viwango vingine. Hakumuona kama Mlawi tu, alimuona kama nafasi ya baraka za Mungu kwenye maisha yake. Sasa najua Mungu ameniweka chini ya malezi na maongozi ya elimu, nitafanikiwa, nitastawi, nitaendelea. Mtu katika sura ya nafasi. Naomba tuangalie Mwanzo 24 mstari wa 10 mpaka wa 29. Mwanzo 24 10 mpaka 29. Biblia inaonyesha kitu kingine hapa very interesting. Tumefika Mwanzo 24 10 mpaka 29. Biblia inasema hivi, kisha huyo mtumishi akatwaa ngamia 10 katika ngamia za bwana wake, akaenda zake, maana mali zote za bwana wake zilikuwa mikononi mwake. Akaondoka akaja mpaka Mesopotamia, mpaka mji wa Nahori. Akawapigisha magoti ngamia nje ya mji karibu na kisima cha maji wakati wa jioni, wakati ambapo wanawake wanakwenda kuteka maji. Naye akasema, e Bwana Mungu wa bwana wangu Ibrahimu, na kuomba mambo yangu yajalie yawe heri leo, ukamfadhili bwana wangu Ibrahimu. Tazama, nimesimama karibu na kisima cha maji, na binti za watu wa mjini wanatoka kuteka maji. Basi iwe hivi, yule msichana nitakayemwambia,
tua mtungi wako na kuomba ninywe. Naye akasema, unywe, nami nitawanywesha na ngamia zako pia. Basi huyu na awe ndiye uliyemchagulia mtumishi wako Isaka, na kwa hayo nitajua ya kuwa umemfadhili bwana wangu. Tutulie hapo kwanza kabla tujaenda mstari wa 15. Biblia inaeleza habari ya Eliezeri ambaye alikuwa ni meneja wa miradi ya Ibrahimu. Ametumwa na mzee Ibrahimu aende katika nchi yake akamtafutie mwanaye Isaka mke wa kuoa. Ilikuwa hivi, Ibrahimu anaishi katikati ya Wakanani. Wapo wanawake wa namna zote ambao Isaka angeweza kuoa, lakini Ibrahimu akajua ya kwamba sisi watu wa agano huwa hatuoi yoyote, hatuolewi na yeyote. Wakajua tukiingiza mtu tofauti anaweza kuja kuharibu mifumo yetu na maisha yetu ya ibada ya kumwabudu Mungu. Alipomwelekeza Eliezeri akaenda mpaka alipoambiwa. Nilipenda sana alipoingia kwenye ule mji. Biblia inasema hivi, Eliezeri akafika kisimani, akakaa pale, akapiga magoti. Alienda eneo la kimkakati katika maisha. Kama haujaoa, usioe mwanamke mvivu, usioe mwanamke asiyependa kufanya kazi. Tafuta mtu muwajibikaji. Hata usiposema amen, ndio hivyo, ndo nimekuambia. Alienda eneo la kimkakati kabisa. Usioe mtu mvivu, mtu asiyetaka kujishughulisha, mtu ambaye kila kitu afanyiwe. Hapana. Biblia inasema alipokuwa yuko pale, akaomba maombi mazuri sana. Akamwambia Bwana, binti atakaye kuja hapa akaniona nikiwa na ngamia zangu, akanisalimia, nikamuomba maji akanipa, na akaamua kuwahudumia ngamia nilio nao kwa sababu ya uchovu nilio nao wa safari ya mbali, binti huyo awe ndiye ishara ya mtu uliyemkusudia kuolewa na Isaka. Unajua jambo la pili alikuwa anapima nini? Alikuwa anapima moyo wa ukarimu na upendo. Tatizo lako wewe si unaangaliaga uzuri tu peke yake. Biblia inasema akaomba. Tuendelee sasa mstari wa 15. Ikawa kabla hajaisha kunena, tazama Rebeka anatokea, binti wa Bethueli mwana wa Milka, mkewe Nahori ndugu wa Ibrahimu, naye ana mtungi begani mwake. Mwambie mwenzako, Rebeka akatokea. Safi kabisa. Nimekuja kugundua. Mwambie jirani, kama uko na binti pembeni, mwambie Rebeka unatafutwa. Kama uko na binti tena, mwambie Rebeka unatafutwa. Kuna Eliezeri anamtafuta Rebeka, kuna mzee Ibrahimu anatafuta Rebeka, alafu kuna mwamba Isaka mwenyewe naye anatafuta Rebeka. Watu watatu wanamtafuta mtu mmoja. Alafu huku Sulemani anasema, mke mwema ni nani awezaye kumuona? Tuendelee bwana. Rebeka akafika. Mstari wa 17, wa 16. Naye yule msichana alikuwa mzuri sana uso wake, bikira wala mwanamume hajamjua bado. Akashuka kisimani, akajaza mtungi wake, akapanda. Ndipo yule mtumishi akapiga mbio kwenda kumlaki, akasema, tafadhali unipe maji kidogo katika mtungi wako ninywe. Naye akasema, unywe bwana wangu. Akafanya haraka, akatua mtungi wake mikononi mwake, akamnywesha. Biblia inasema akamuomba maji, ila Rebeka akaenda ni extra mile, akamnywesha. Niko pale. Biblia inasema akamnywesha. Inawezekana huyu mtu alikuwa amechoka sana. Okay? Tuendelee. Biblia inasema hivi, akamnywesha. 19. Hata alipokwisha kumnywesha akasema, na ngamia zako nitawatekea hata watakapokwisha kunywa. Unaliona hilo jambo Huyu mtu anaonesha uzuri wa moyo alionao.
amemnywesha maji. Anaenda zaidi, anamwambia najua una wanyama, hata ngamia zako nitawanywesha. Na yule aliomba ya kwamba atakayekuja akinipa maji na kuwahudumia ngamia zangu, huyo ndiye aliyekusudiwa. Okay, tuendelee. 20, akafanya haraka, akamwaga maji ya mtungi wake katika birika, akapiga mbio kisimani ateke, akawatekea ngamia zake wote. Basi yule mtu akamkazia macho, akanyamaza. Hata kama ingekuwa ni mimi ningekaza macho. Asante, injinia amesema hata mimi. Basi yule akamkazia macho, akanyamaza, ili ajue kwamba Bwana ameifanikisha safari yake ama sivyo. 22, ikawa ngamia walipokwisha kunywa, yule mtu akatoa pete ya dhahabu, uzani wake ulikuwa nusu ya shekeli, na vikuku viwili kwa mikono ya uzani wake ulikuwa shekeli 10 za dhahabu. Akasema, binti wa nani wewe? Tafadhali uniambie, je, iko nafasi katika nyumba ya baba yako tupate mahali pa kukaa kwa muda? Yule jamaa ikabidi aende mbele zaidi kuanza kutaka kujua huyu ni binti wa nani, anakaa wapi, anaishi na nani. Anaanza kwenda zaidi kwa sababu amegundua ana kitu cha tofauti huyu. Okay, tuendelee mbele. 24, akasema, mimi ni binti wa Bethueli mwana wa Milika aliyemzalia Nahori. Tena akamwambia, kwetu kuna na majani na malisho ya kutosha na mahali pa kukaa wageni. Unauona moyo wa ukarimu Tunaendelea, anasema, yule mtu akainama akamsujudu Bwana, akasema, na atukuzwe Bwana Mungu wa bwana wangu Ibrahimu, ambaye hakuacha rehema zake na kweli yake kwa bwana wangu. Bwana akaniongoza mimi nami njiani hata nyumba ya nduguze bwana wangu. Basi yule msichana akapiga mbio akawaambia watu wa nyumba ya mamaye mambo hayo, na Rebeka alikuwa na kaka jina lake Labani. Labani akatoka mbio kumwendea yule mtu kisimani. Kwa hiyo alimwacha yule mtu pale, akamwambia hivi, mimi naishi nyumbani kwetu, sio kwangu, lakini ngoja nikaongee na kaka, ngoja nikaongee na wazee, ngoja nikaongee na wazazi, kama wataridhia utafika na kukaa nyumbani kwetu. Sijui kilichokuleta ni nini, lakini yale uliyoyaijia kutokea nyumbani kwetu katika mji huu yatafanikiwa. Hajajua bado ni nini kimemleta, lakini anaonesha kujali, anaonesha moyo wa ukarimu. Ukiendelea kusoma hiyo habari, baadaye ndipo Eliezeri anajitambulisha na anasema, nimekuja kwa ajili ya kupata mke kwa ajili ya Isaka. Na ndipo anamtaja Rebeka na anawaelezea wazazi wake, na baadaye anaulizwa Rebeka, je, utakwenda pamoja naye? Rebeka akasema, isiwe tabu, nitakwenda pamoja naye. Nataka ulione hili jambo vizuri. Rebeka alikutana na huyu mzee kisimani. Yamkini angemuona mzee kama wengine ambavyo wangemuona, angemuona ni mtu wa kawaida kama wengine ambavyo wangemuona, lakini moyo wa ukarimu na kujali ulimkutanisha na mtu ambaye alikuwa ni nafasi ya ndoa yake ya kuolewa kwenye familia bora ya agano ya mzee Ibrahimu. Alikuwa ni mtu kama wengine, na wala kujitambulisha amekuja kufanya nini, lakini moyo wa ukarimu ulimuunganisha na mtu kwenye nafasi ya hatima yake kwenye eneo la ndoa na familia. Unaona sasa alikuja kama mtu, lakini alikuwa ni nafasi ambayo Mungu ameileta kwa Rebeka kwa ajili ya kesho yake. Kuna watu Mungu anaweza akawaleta kwenye maisha yako, wewe ukawaona ni kama watu wa kawaida, kumbe ni nafasi ambayo Mungu ameileta kama sehemu ya majibu ya maombi yako uliokuwa unamtafuta Mungu kwa siku za nyuma. Inua mikono yako na ukiri maneno haya: Bwana Yesu, nisaidie watu sahihi utakaonipa nafasi kuwaleta kwenye maisha yangu. Nisaidie Bwana kujua yale ambayo wamekusudia kufanya kwenye maisha yangu. Kwa jina la Yesu ninakataa kupishana na watu sahihi ambao wanakuja kama jibu na msaada wa Mungu kwenye maisha yangu. Rebeka akapata ndoa kirahisi tu. Alikutana na mzee Eliezeri kisimani akamsaidia, lakini kimsingi alikuwa ni nafasi. Nimekuwa na washuhudia hapa kuhusu mke wangu, na wale ambao mjui naomba niwaambie tena.
Mimi nilipata mke kwa namna ya kiajabu kidogo. Ilikuwa ni wakati ambapo nimenunua kiwanja mahali Dodoma, nikawa ninashughulikia kibali cha ujenzi pamoja na kushughulikia hati. Wakati ule maeneo yalikuwa chini ya CDA. Kilichotokea, nikawa nimetumiwa dokumenti Kilimanjaro ambazo nilikuwa zinaingia siku ya Jumatatu. Natakiwa nizipokee na zijazwe na mwanawakili ili baada ya hapo ziweze kurudi Dodoma, taratibu zingine ziweze kuendelea. Jumapili kama ya leo, tukiwa tumemaliza vikao fulani vya viongozi kanisani, wakati huo nilikuwa ni mzee wa kanisa, nikabidi niwaulize wazee tuliokuwa nao kwenye vikao hapo kwa mzee wangu. Nikawauliza ya kwamba je, tunaye wakili yoyote wa serikali mahali hapa ambaye anaweza kunisaidia kesho na dokumenti ambazo zinatakiwa kuja kutokea Dodoma ili ziweze kushughulikia, agonge muhuri na kujaza zirudi Dodoma. Wakaniambia kuna yule binti pale tuliokuwa naye kwenye kikao ni wakili wa serikali. Nikasema okay, nikamuita nikamwambia naomba dada mmoja tuzungumze. Akawa amekuja mama yenu, nikawa naongea naye nikamwambia bwana, tena alikuja kwa unyenyekevu, bwana asifiwe mzee wangu wa kanisa. Nikamwambia amina. Nikamwambia bwana, na dokumenti zangu 1 2 3 4 5 zinaingia na shabibi ya kesho jioni kwenye around saa 9 hivi 9:30. Unatoka kazini saa ngapi? Akaniambia muda wangu kutoka kazini ni saa 9:30. Nikamwambia sawa, hamna shida. Kweli kesho yake document zikasafirishwa zikaja. Changamoto ikawa ni mimi chuoni. Mnavyojua chuo kikuu tunakuwa na lectures wakati mwingine mpaka saa 11, wakati mwingine mpaka saa 1. Siku hiyo nilikuwa sijaangalia ratiba, vipindi vyangu vilikuwa vinakwenda mpaka muda wa saa 11:30 jioni. Kwa hiyo kilichotokea, nikajikuta niko busy, hata sijamjulisha kwamba mambo yamekuwa mengi. Nimetoka saa 11:30 ndipo nikampigia simu nikamwambia madam, bado uko ofisini au ulishaondoka? Nataka niende nikachukue document alafu baada ya hapo nije ofisini. Dada wa watu akanambia mzee, sijaondoka, nimekaa hapa nikiwa nasubiri. Nilisema ikifika saa 12:15 bado haujaweza kufika basi nitaondoka. Muda wa kutoka kazini ni saa 9:30. Alikubali kunisubiri mpaka saa 12. Nikasema nitakuwa kama Eliezeri, nikaanza kukaza macho kumtazama kwa umakini zaidi. Sasa moyoni nikasema inawezekana amebaki kwa sababu muhuri ni pesa. Nikasema isiwe shida. Nikaenda nikachukua zile dokumenti, nikaenda ofisini kwake pale. Alikuwa na wenzake ofisini pale. Nilipofika pale ofisini, nikampa zile dokumenti kwa kwenye saa 12 kama kasoro 10, akazijaza pale na nini, akagonga muhuri, akaniambia dokumenti zako hizi hapa, kama utakuwa na shida basi nitaomba utaniambia tu. Nikamwambia sawa. Nikamwambia ni kiasi gani cha fedha ambacho utanichaji? Akaniambia hapana, hii ni sadaka yangu kwa Mungu. Wewe ni mzee wangu wa kanisa na nimefanya kama kwa Bwana. Naomba Mungu akubariki sana. Sitakubali kuipokea pesa yako wala sitakuchaji kiasi chochote. Nikamwangalia. Nikamwambia sikiliza, nilikuwa nimekuja na kiasi cha shilingi kama 200,000 hapa, ambapo nilikuwa najua kinaweza ikahusisha hiyo kazi. Nilimbembeleza yule dada kumpa hicho kiasi, hata baada ya kumwambia alikataa. Nikamwangalia nikasema huyu dada ana shida gani? Akaniambia hiyo ni sehemu ya sadaka yangu kwa Mungu, hamna shida, Mungu akubariki sana. Wakati naendelea akaniambia muda wangu umeisha, natakiwa niondoke saizi, nimekaa muda umeisha sana. Kama tutaweza kuondoka itakuwa ni nzuri, uelekee nyumbani, then hilo pesa mimi siwezi kuichukua. Tafadhali naomba usininyime sadaka na baraka yangu kwa Mungu. Kutokea pale nikasema kuna namna huyu. Nikaanza kusikia ndani kuna namna Roho wa Bwana anazungumza kwa sauti ya upole. Sasa kujua nini kiliendelea, ila leo ndo mama yenu na tulikuwa hapa tunamtumikia Bwana tunaendelea. Na mara zote huwa namkumbusha, namwambia hivi, kile kiwanja ambacho ulikataa kupokea pesa yake ya malipo ndo kiwanja chako na nyumba yako iko pale. Simaanishi kwamba kama una kazi ambazo zinahitaji watu kukulipa kila anayekuja umfanyie bure we. Ila nilikuwa nakuonesha tu ya kwamba mimi kwake nilienda kama mteja kwa ajili ya kazi, lakini nilikuwa ni nafasi yake kwa ajili ya ndoa na familia. Ndio leo tunajenga maisha pamoja, tunamtumikia Mungu pamoja, tunafurahi kama mnavyotuona na maisha yanaendelea. Mtu kama nafasi. Wafalme wa pili sura ile ya 5 mstari wa 1 mpaka wa 5, mstari wa 9 na mstari wa 14. Wafalme wa pili sura ya 5 mstari wa 1 mpaka wa 5, mstari wa 9 na mstari ule wa 14.
Tutasoma hapo Wafalme wa Pili 5 mstari wa 1 mpaka wa 5, mstari wa 9 na mstari wa 14. Biblia inasema hivi: basi Naamani jemedari wa jeshi la mfalme wa Shamu alikuwa mtu mkubwa mbele ya bwana wake na mwenye kuheshimiwa, kwa sababu kwa mkono wake Bwana alikuwa amewapa Washami kushinda. Tena alikuwa mtu hodari wa vita, lakini alikuwa mwenye ukoma. Na Washami walikuwa wametoka vikosi, wakachukua mfungwa mmoja, kijana mwanamke kutoka nchi ya Israeli, naye akamhudumia mkewe Naamani. Akamwambia bibi yake, laiti bwana wangu angekuwa pamoja na yule nabii aliyeko Samaria, maana angemponya ukoma wake. 4. Mtu mmoja akaingia akamwambia bwana wake akasema, yule kijana mwanamke aliyetoka nchi ya Israeli asema hivi na hivi. Mstari wa 5, mfalme wa Shamu akasema, haya basi mimi nitampelekea mfalme wa Israeli waraka. Basi akaenda zake, akachukua mikononi mwake talanta 10 za fedha na vipande vya dhahabu 6,000 na vipande vya dhahabu 6,000 na mavazi 19. Basi Naamani akaja na farasi wake na magari yake, akasimama mlangoni pa nyumba ya Elisha. 14. Ndipo akashuka akajichovya mara 7 katika Yordani, sawasawa na neno lake yule mtu wa Mungu, nayo nyama ya mwili wake ikarudi kama nyama ya mwili wa mtoto mchanga, akawa safi. Biblia inaeleza habari ya Naamani. Alikuwa ni mkuu wa majeshi ya jeshi la Shamu. Biblia inasema kupitia yeye Mungu alimpa ushindi juu ya majeshi yaliyopigana vita. Lakini pamoja na ukuu wa majeshi aliyokuwa nao, alikuwa na changamoto ya ukoma. Alikuwa amepata binti mmoja wa kazi nyumbani kwake aliyekuwa akimsaidia kazi. Binti huyu alikuwa ni binti wa Kiyahudi kutoka Israeli. Biblia inasema hivi, akamwambia mke wa Naamani ya kwamba tatizo alilonao bwana wangu, kule kwetu yupo mtu wa Mungu ambaye Naamani akienda anaweza akapona ugonjwa wake. Biblia inasema mfalme akaandika barua Washami kwa mfalme wa Israeli na akaruhusiwa. Biblia inasema Naamani akaenda akapona ugonjwa wake. Nataka nikuoneshe hili jambo. Mwanamke huyu au binti huyu alichukuliwa kama mjakazi, kama msichana wa kazi kwenye ile nyumba, lakini alikuwa ni nafasi, alikuwa ni mlango wa uponyaji wa Naamani nyumbani kwake. Mwambie mwenzako, mtu katika sura ya nafasi. Alikuja kama binti wa kazi akisaidia kazi za nyumbani, lakini alikuwa na ufahamu wa Mungu wa wapi changamoto alionayo bosi wake na mkuu wake wa jeshi kwenye nchi anayofanyia kazi, anaweza akapata uponyaji. Inakumbuka nilipokuwa mdogo, nikiwa niko darasa la 1, tulipata binti wa kazi ambaye alikuja nyumbani. Alikuja kama binti wa kazi, lakini ndiye alikuja akiwa ameokoka. Ndiye aliyekutushuhudia habari za Yesu, mimi nikiwa ni wa kwanza kumwamini Yesu na kwenda naye kanisani. Baadaye wote tuliozaliwa kwenye tumbo la mama yetu tukaokoka, mama akaokoka, familia ikaanza kupata wokovu. Alikuja kama binti wa kazi, lakini alikuwa ni nafasi ya wokovu kwenye familia. Leo watumishi wa Mungu tumepatikana kwa sababu yule binti alikuja kama kufanya kazi, lakini alikuwa ni nafasi ya wokovu kuingia kwenye familia. Kumbuka, tunajifunza namna ya kuinuka na kuangaza na mambo ambayo Mungu anayatumia au tunaweza kufanya ili kuinuka na kuangaza. Tumeona jambo la 3 ni kuhakikisha tunatambua na kutumia vizuri kila nafasi ambayo Mungu anaileta kwenye maisha. Na tumeona nafasi Mungu anazileta katika sura zaidi ya moja, na sura ya mojawapo ni nafasi katika sura ya mtu. Mungu akitaka uinuke kwenye maisha yako, kuna watu atakukutanisha nao. Wanaweza wakawa na mapungufu, wanaweza wakawa na madhaifu, lakini kama yanavumilika na yanatengenezeka, ukishirikiana nao vizuri katika project mnayotaka kuifanya pamoja, wanayo neema na msaada wa Mungu wa kuinuka na kufanikiwa kwako. Sura ya pili ambayo Mungu anaitumia kuleta nafasi kwenye maisha ya watu ni nafasi katika sura ya taarifa. Nafasi katika sura ya taarifa. Nafasi katika sura ya taarifa. Nimeandika hapa nikasema hivi: Mungu anapotaka kuyasaidia maisha ya watu wake, kwenye mabano, kuwainua au kuponya maisha yao, huhakikisha anaachilia taarifa ambazo wakizifanyia kazi maisha yao hubadilika au kuokoka na hatari. Mungu anapotaka kuyasaidia maisha ya watu wake,
ana utaratibu wa kuachilia taarifa ambazo wewe unayepokea ukizikubali na kuzifanyia kazi zinaweza kukusaidia kufanikiwa, zinaweza kukusaidia kuinuka, au zinaweza kukuokoa na hatari ambayo adui alikuwa ameitega kwa ajili yako. Ni taarifa, lakini Mungu anaileta kama nafasi ya wokovu wako, kuinuka kwako na kuweza kwako. Naomba tuangalie Wafalme wa kwanza 20 mstari wa 19 mpaka mstari ule wa 25. Wafalme wa kwanza 20 mstari ule wa 19 mpaka mstari ule wa 25. Biblia inasema hivi: basi wakatoka mijini hao vijana maliwali wa majimbo na jeshi nyuma yao. Wafalme wa kwanza 20:19 mpaka 25. 20, wakapiga kila mmoja mtu wake, Washami wakakimbia na Israeli wakawafuatia. Beni-Hadadi mfalme wa Shamu akaokoka amepanda farasi pamoja na wapandao farasi. Mfalme wa Israeli akatoka akawapiga farasi na magari, akawapiga Washami pigo kubwa. Tutulie hapo kwanza. Biblia inasema mfalme wa Israeli alitoka kupigana na mfalme wa Shamu. Alipokwenda kupigana nao, wakawapiga wanajeshi wa Shami, wakawashinda. Baadhi yao wakakimbia na farasi zao, wakafanya vita, wakaona wamepata ushindi. Adui amekimbia, adui ameondoka, umeua sehemu kubwa ya jeshi lake, akajua imeisha. Mstari wa 22, naye yule nabii akamjia mfalme wa Israeli akamwambia, enenda kusanya nguvu zako, ujue na kuangalia ufanyavyo, kwa maana mwakani mfalme wa Shamu atakuja juu yako. Wakati yeye amekaa kwenye mudi ya kufurahia ushindi, wakati amekaa akidhani imeisha, wakati amekaa akidhani adui amemalizana naye na amepokea ushindi, adui anasema haijaisha mpaka imeisha. Biblia inasema hivi, Mungu akamletea taarifa. Taarifa hizi hazikuwa taarifa tu, ilikuwa ni nafasi ya kujipanga upya kijeshi, ili adui atakapokuja isiwe ghafla. Unaanza kuelewa sasa Ile taarifa ikamwambia, ondoka kajipange upya, majira kama haya mwakani mfalme wa Shamu amejipanga kurudi tena. Mungu analeta taarifa za awali mapema ili kumpa nafasi ya kujiandaa na asikae kwenye hali ya kusherekea na kufurahia ushindi. Okay? Mstari ule wa 23, basi watumwa wake mfalme wa Shamu wakamwambia, Mungu wao ni Mungu wa milima, ndiyo sababu ya kutushinda sisi, lakini na tupigane nao katika nchi tambalale, na hakika tutawashinda wao. Mesikia wale walioshindwa wanasema wanamwambia mfalme, Mungu wao ni Mungu wa milimani, ndiyo maana wametushinda. Tujipange upya, vita inayokuja tunapokwenda kupigana hatupigani nao tena milimani. Mungu wao ana nguvu mlimani, lakini hana nguvu bondeni. Wasijue Mungu wetu milimani na bondeni kote anabaki kuwa Mungu tu. Silili na gizani bado anabaki kuwa Mungu tu. Angani na ardhini bado anabaki kuwa Mungu mwenye uweza tu. Ukiendelea kusoma hapo, Biblia inasema wakajipanga wakarudi tena kufanya vita. Nataka uone Mungu aliwapa nafasi Israeli ya kuokoka na namna adui alivyojipanga akija mara ya pili, kwa kuwapa nafasi ya kujiandaa kupitia taarifa. Kila taarifa unayoipata ambayo unahisi unatakiwa kuifanyia kazi kwenye maisha yako, ni vizuri sana kuifanyia kazi, kwa sababu huwezi kujua Mungu amekusudia nini kupitia taarifa hiyo kwa ajili ya kesho yako. Chochote ambacho Mungu anakusemesha rohoni katika maombi au katika neno, ile taarifa jifunze kuto kuipuuza. Wakati mwingine ni nafasi ya Mungu kwa ajili ya wokovu wako kwenye kesho yako. Wafalme wa pili 6:8 mpaka 12. Tuone tena hapo nafasi katika sura ya taarifa. Wafalme wa pili 6:8 mpaka 12. Biblia inasema, basi mfalme wa Shamu alikuwa akifanya vita na Israeli, akafanya mashauri na watumishi wake, akasema, kituo changu kitakuwapo mahali fulani. Yule mtu wa Mungu akapeleka habari kwa mfalme wa Israeli
kusema jihadhari usipite mahali fulani kwa sababu ndiko wanakoshukia Washami. Mfalme wa Israeli akapeleka watu mpaka mahali pale alipoambiwa na yule mtu wa Mungu na kuadhalishwa. Akajiokoa nafsi yake, si mara moja wala si mara mbili. Basi mfalme wa Shamu moyo wake ukamfadhaika sana kwa ajili ya jambo hili. Akawaita watumishi wake akawaambia, je, hamtanionyesha ni mtu yupi miongoni mwenu aliye upande wa mfalme wa Israeli? Mmojawapo wa watumishi wake akasema, la, bwana wangu mfalme, lakini Elisha yule nabii aliye katika Israeli humwambia mfalme wa Israeli maneno uyanenayo katika chumba chako cha kulala. Biblia inasema mfalme wa Shamu alikuwa anafanya tena vita na Israeli. Kilichotokea ni nini? Kila mipango alipokuwa anapanga ataweka jeshi sehemu gani, Biblia inasema Elisha mtu wa Mungu akiwa kwenye maombi, Mungu alikuwa anamfunulia na zile taarifa alikuwa anazipeleka kwa mfalme. Kwa hiyo kila majaribio ya Washami yalipotaka kupiga jeshi la Israeli, walishangaa hesabu zinakataa. Mfalme akaita jopo lake, tuambieni tufanye uchunguzi, ni nani anayetusaliti, nani anayetoa taarifa zetu za kijeshi kwenye upande wa jeshi la adui. Wasijue ya kuwa Mungu wetu ni Mungu anayeweza kufunua na kudhihirisha yaliyojificha sirini. Kwa hiyo Israeli wakaokoka na hatari zilizokuwa mbele yao kwa taarifa ambayo ilikuwa ni nafasi ya wokovu wao. Mungu anapotaka kuyasaidia maisha yako ili uinuke ama uangaze, ili uokoke katika hatari mbalimbali, atapitisha taarifa za msingi na za muhimu ambazo ukizifanyia kazi zitakusaidia. Kuna taarifa ambazo Roho wa Mungu ataziachilia unapopatikana mbele zake kwa njia ya maombi, na kuna taarifa ambazo Roho wa Mungu ataziachilia kupitia wengine ambao wanajua kuliko wewe. Na ndio maana usipokuwa mtu wa maisha ya rohoni, usipokuwa mtu wa mifungo, neno na kukaa sirini kumtafuta Mungu, kuna vitu vingi ambavyo utakosa kumsikia Mungu akitaka kusema nawe kwa habari ya maisha yako. Mkristo asiyepatikana sirini mbele za Mungu hawezi kupokea taarifa kutoka mbinguni zinazohusu maisha yake. Hawezi. Wakaokoka sio mara moja au sio mara mbili, kulingana na taarifa walizozipokea. Watu wa Mungu, Mungu akitaka kukusaidia au kukupa fursa, anaweza akaleta taarifa. Ninakumbuka kazi yangu ya kwanza kufundisha chuo kikuu niliipata kwa njia ya taarifa. Ilikuwa ni jioni moja, ikiwa niko nyumbani, rafiki yangu Kabalo ambaye sasa hivi yuko anafundisha University of Dar es Salaam, kilichotokea alikuwa anasafiri akiwa anaelekea Mwanza, nikiwa niko Dodoma. Nini kilitokea? Yule bwana nikamwambia, naomba upite hapa bwana nyumbani, angalau ulale kama siku 2 hivi, tukumbushane mambo mawili matatu hivi, rafiki yangu mtu wa Mungu, alafu baada ya hapo utaendelea Mwanza. Ameshakata tiketi, yuko Morogoro, amefika Morogoro. Akaniambia, mtu wa Mungu, amna basi nitakuja hapo. Alipofika pale akaniambia tena, nilikuwa nimeplani ya kwamba nikifika Mwanza nikupigie simu, kuna nafasi imetokea, wametangaza nafasi moja, wanahitaji mkufunzi wa chuo kikuu. Nikamwambia ni wapi? Akanipa lile, tena haikuwa tangazo, akaniambia mahali ambapo ninafanya part time, kuna mtu alikuja kunitafuta akiwa anataka kunipa hizo taarifa na ni fadha kutoka kwenye kile chuo. Akaniambia, kwa nini usiombe mtu wa Mungu? Kwa nini tusiapply pamoja? Sina hili wala lile. Nikaamua kuingia kwenye website ya wale watu. Nilipoingia kwenye ile website mida ya 2 usiku, wakati amenipa hiyo taarifa jioni, siku hiyo ndo deadline, yani usiku huo ndo deadline ya application. Naelewa sasa? Tukakimbizana nayo ile usiku, tukatuma. Kesho asubuhi waliweka namba pale ya HR, tukapiga. Tukamwambia, mimi ni fulani, niko na rafiki yangu, tulifanya application, tuliona tangazo jana ikiwa ni late sana, tunaweza maombi yetu atakuwa yamefika na nini? Akasema hamna shida, tutaangalia kama yatakuwa hayajafika, kwa kuwa mmeonesha concern, nitawaambia mtume tena, ili tutakapokuwa tunapitia na kutaka kuwaita kwa ajili ya interview tuangalie. Baada ya siku kama 5 zikapita, simu ikaingia, halo, wewe ndo fulani? Ndio. Aha, unatakiwa kuja kwenye interview. Nikamwambia rafiki yangu, kimetiki huko. Nikamwambia, umepigiwa simu? Akaniambia sijapigiwa. Nikamwambia usiogope, watakupigia. Baada ya masaa 2 naye akapigiwa, akaniambia, mtu wa Mungu, imeitika huko. Sasa nafasi ni moja, marafiki tuko 2, hatujui wengine wanaoomba. Lakini unaona ambavyo ule upendo ulikuwa kwamba kila mmoja anaona atakayepata katikati yetu ni nini? Ni sawa. Baada ya hizo siku tukasafiri, tukaja kwa ajili ya interview.
Na tulipoingia siku hiyo tukiwa tunajiandaa asubuhi kwenye maombi yetu, wakati tunajiandaa kwenda, na nakumbuka siku hiyo tulifikia Sanya Juu kule, tulikuwa hatuna mwenyeji hapa mjini. Wakati tunaomba asubuhi tukamwambia Mungu hivi, tunakwenda nafasi ni moja na hatapata mtu mmoja. Kwenye nafasi moja watatengeneza nafasi mbili, na hao watu wawili ndio mimi na ndugu yangu. Nafasi ni moja. Tukaenda kwenye hiyo interview, tukafika pale, hatuna experience yoyote. Kuna watu wamefanya kwenye mavyuo vikuu huko, matafiti kibao na nini, wana uzoefu wa kutosha. Tukasema hii ya kwetu hii. Na kweli tuliingia, na kweli tulifanya. Wote tuliofanya waliambiwa waende. Mimi na rafiki yangu tukaambiwa subirini hapo nje, msiondoke. Tukasema imeisha hiyo. Na kweli tukaingia, akatuambia ya kwamba bwana, nafasi ilikuwa ni moja. Na alianza kuingia yule mwenzangu, akaambia alipoingia huyu bwana, tukaona mtu tulikuwa tunamhitaji, tumefanya nini? Tumempata. Mimi nikawa wa mwisho. Nilipoingia anasema ulitupa wakati mgumu, tumejua mtu tuliyempata tumempata, lakini tukagundua kuna mtu mwingine tunamhitaji na nafasi haitoshi. Anasema tukaamua kukaa kikao, kuanza kujadili tunafanyeje. Vizia akasema msimuache huyo jamaa aondoke, kwa hiyo tutawachukua wote wawili. Alafu kuna mjinga mmoja anasema hakuna kazi, utakosa kweli? Tuliipata kupitia taarifa. Unaona Mungu aliruhusu kuinuka kwetu na kuangaza kupitia nini? Taarifa. Tunaenda pamoja watu wa Mungu, tunaelewana pamoja kanisa la Bwana. Angalia Matendo ya Mitume 11 mstari wa 27 mpaka mstari wa 30. Matendo ya Mitume 11:27 mpaka mstari ule wa 30. Biblia inasema siku zizo hizo manabii walitemka kutoka Yerusalemu hata Antiokia, na tulipokusanyika akasimama mmoja wao jina lake Agabo, akaonyesha kwa uweza wa Roho Mtakatifu kwamba njaa kubwa itakuja karibu katika dunia nzima, nayo ikatukia katika siku za Klaudio. Na wale wanafunzi kila mtu kwa kadiri alivyofanikiwa wakaazimu kupeleka msaada kwa ndugu zao waliokaa Uyahudi. Wakafanya hivyo, wakawapelekea wazee kwa mikono ya Barnaba na Sauli. Biblia inasema kuna wakati watu wa Mungu walikuwa kwenye maombi, Roho wa Bwana akaachilia taarifa ya kwamba jamani, kuna njaa inakuja, iko mbele yenu. Walipoipata ile taarifa rohoni, wakaanza kujipanga. Ngoja niwaambie, kuna taarifa hazihitaji maombi ya kukemea tu, kuna nyingine zinahitaji kujipanga. Kwa akili za Wakristo wengi wa leo, wangeoneshwa habari ya njaa inayokuja, badala ya kutunza na kuweka chakula pia, wangebaki kusema kwa jina la Yesu tunakukataa njaa, toka njaa kwa jina la Yesu, utakufa vibaya wewe. Pamoja na kuomba na kukataa, lakini panapohitaji maandalizi yafanyike maandalizi. Naomba niwaambie watu wa Mungu, msaada wa Mungu kwenye maisha yetu haujawahi kuwa mbadala wa nafasi ya maandalizi yetu. Andika jambo hilo kila wakati, ukumbuke msaada wa Mungu kwenye maisha yetu haujawahi kuwa mbadala wa nafasi ya maandalizi yetu. Kuomba ni muhimu, kukemea ni muhimu, kukataa ni muhimu, lakini panapohitajika kufanya maandalizi, fanya maandalizi stahiki, kwa sababu msaada wa Mungu kwenye maisha yetu haujawahi kuwa mbadala wa nafasi ya maandalizi yetu. Biblia inasema farasi huwekwa tayari kwa ajili ya siku ya vita, lakini Bwana ndiye aletaye wokovu. Kwa hiyo wokovu upo, lakini farasi lazima aandaliwe kwa ajili ya siku ya vita. Tunaelewana Tunaenda pamoja watu wa Mungu Utaona Mathayo 2 mstari wa 7 mpaka wa 15. Hatutasoma, nitakuelezea tu. Mathayo sura ile ya 2 mstari wa 7 mpaka wa 15. Ukisoma hapo utaona habari za Herode, namna ambavyo alikusudia kumuua Yesu, na wale watu ambao walikuwa wameenda kule mamajusi kwenda kumuona mtoto. Akawaambia, mkipata taarifa za wapi mtoto alipo, mje mniambie ili niweze kwenda kumsalimu. Lakini nia yake ilikuwa ni kufanya nini? Kuua. Biblia inasema walipotoka tu wale mamajusi wakiwa wanaenda, roho wa malaika wa Bwana akawatokea, akawaambia, mkimalizana na mtoto msirudi kupeleka taarifa. Alafu unajua kilichotokea? Ukiendelea mbele, Herode alipoona amedanganywa,
akaamua kutaka kupanga kuwaua watoto wote wadogo. Nini Mungu alikifanya? Akamtokea Yusufu akamwambia, mchukue mama, mchukue pamoja na mtoto, anawapa taarifa wapeleke Misri, maana mfalme anataka kuua, na baada ya muda akisha kufa mtarudi tena kwenye nchi yenu. Kama Yesu aliponywa na mauti akiwa mdogo kwa njia ya taarifa ambazo Mungu aliitoa kama nafasi ya wokovu wa uhai wake, maana yake hata kwetu kuna vitu Mungu akitaka kutusaidia atatupa taarifa zitakazotusaidia aidha kujiandaa au kuepuka kufanya maamuzi ambayo yanaweza yakaleta madhara kwenye maisha yako. Elewana sasa Tunaenda pamoja watu wa Mungu Angalia pia Mwanzo wa 41 mstari wa 25 mpaka wa 37. Hatutasoma, nitakuelezea tu. Mwanzo wa 41 mstari wa 25 mpaka mstari ule wa 37 inaonesha kwa habari ya Mwanzo wa 41:25 mpaka 37 kwa habari ya mfalme Farao. Biblia inasema aliota ndoto, na ile ndoto akawa haelewi tafsiri yake. Baadaye watu wakamwambia, kuna kijana mmoja Mwisraeli yuko kule gerezani anaitwa Yusufu, ana uwezo wa kutafsiri ile ndoto. Alipoitwa akatafsiri, akamwambia Mungu ameleta taarifa ya kwamba kuna miaka 7 ya njaa ya shibe na kuna miaka 7 ya njaa. Itumieni miaka hii 7 ya chakula kutunza akiba, maana kila mwaka mmekuwa mnakula kesho yenu leo. Mwambie jirani yako, usile kesho yako leo. Unajua kuna watu wanakulaga kesho yao leo, yaani wanaamini ya kwamba pesa nyingi wanazozipata kwa wakati fulani zitaendelea kuwa hivyo siku zote. Farao alikuwa anakula kesho yake leo. Kila chakula kila mwaka wanakula, hawaweke akiba, na kama wanaweka akiba ni ndogo. Ili Mungu kuwasaidia, anawaletea taarifa ya kwamba sasa badilisheni mfumo wenu wa maisha, wekeni akiba ya kutosha, maana kuna miaka 7 ya njaa. Watu wakiwa wanakufa njaa mahali pengine, ninyi mtakuwa kimbilio la taifa na dunia. Watu wa Mungu, kila nafasi ambayo Mungu anakupa kwenye maisha yako inapaswa kutumika kuwa sehemu ya kujenga msingi utakaoishikilia kesho yako. Andika hilo jambo wewe unakumbuka. Kila nafasi ambayo Mungu ananipa kwenye leo yangu napaswa kuitumia kama msingi utakaoishikilia kesho yangu. Kila nafasi ambayo Mungu anakupa kwenye leo yako unapaswa kuitumia kama msingi utakayoishikilia kesho yako. Kila nafasi ambayo Mungu anakupa, kuna nyakati zitabadilika. Mambo hayatakuwa vile yalivyo sasa, na haitamaanisha Mungu amekuacha, ila inawezekana haukuwa na akili na ufahamu wa kujua nini cha kufanya wakati Mungu alipovileta vingi kwenye maisha yako. Na nimewahi kuambia hapa, wanangu, naomba nirudie, kila pesa ambayo Mungu anakupa kwenye mikono yako, anakupa sehemu itumike kama chakula na anakupa sehemu itumike kama uwekezaji. Kila fedha ambayo Mungu anakupa kwenye maisha yako sasa, anakupa sehemu itumike kama chakula, itumike kumudu gharama za maisha ya kila siku, lakini pia anakupa itumike kama sehemu ya kufanya uwekezaji utakaokupa faida kwenye kesho yako. Usile kesho yako leo. Kabisa. Yale mambo ya kusema kesho nayo ni siku nitapata tu. Nani alikwambia kwamba na kesho utapata tu? Hamjawahi kuona watu ambao walikuwa na nafasi kubwa na walikuwa na fursa za kupata vitu vingi sana, lakini hawakuweza kuwekeza wala kufanya chochote? Nyakati zilipobadilika, walirudi kwenye maisha duni ambayo hawakutakiwa kurudi kule, wao na vizazi vyao. Ni nini? Walishindwa kuitumia jana yao kujenga msingi imara utakaoshikilia kesho yao. Sio kwamba Mungu sio mwaminifu, sio kwamba Mungu ameshindwa kuwasaidia, ila walikosa akili na ufahamu katika majira na nyakati na nafasi ambazo Mungu aliwapa kwenye maisha yao. Kesho sio fumbo wanangu. Kesho kwenye eneo la mafanikio sio fumbo, liko wazi kabisa. Tabia unazojenga kwenye leo yako kwa habari ya kazi, kwa habari ya fedha, itaamua aina ya maisha utakayokuwa nayo kwenye kesho yako. Hakuna kulogwa hapo, wala hakuna kuzuiliwa hapo. Wewe ndio utakayeamua kesho yako itakuwaje.
Inuka TV.